أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibuni wapendwa wetu watazamaji katika kipindi chetu cha tafakuri. Katika kipindi cha leo tutajaribu kutafakari jambo muhimu sana ambalo linatuhusu sisi wote. Mara nyingi sana ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuumba ametujalia tusizione nafsi zetu au tusijijue sisi wenyewe, kwa sababu ametupa macho mawili, ametupa masikio, ametupa pua, ametupa mdomo, ametupa ufahamu. Tunachokiona mbele yetu ndicho ambacho tunakitafsiri katika fikra zetu na vichwa vyetu. Na kwa sababu mwanadamu mwenyewe hajioni isipokuwa atakapojiangalia kwenye kioo, basi mara nyingi sana amekuwa ni mwepesi wa kuhukumu anachokiona kulicho kujihukumu yeye mwenyewe, kwa sababu kujiona kwake imekuwa ni vigumu. Na hili ni jambo la msingi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika Qur'an ametuzindua kwa kuturudisha katika kuziangalia nafsi zetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, wa fi anfusikum afala tubsirun, enyi wanadamu, katika nafsi zenu je, hamziangalii? Albasira ni uoni wa ndani, uchunguzi wa ndani. Sio lazima uwe ni uoni wa macho, lakini ni uoni unahitaji tafakuri na kukizingatia kitu na kukitafiti na kukianalyze, kukichambua kitu. Kwa Mwenyezi Mungu anaposema wa fi anfusikum, katika nafsi zenu, afala tubsirun, je, hamuangalii, hamuoni, hamzingatii? Mwenyezi Mungu ameturudisha katika nafsi zetu sisi. Kabla hujahukumu nafsi ya mtu mwingine, kabla hujaichambua nafsi ya mtu mwingine, kabla hujaanza kuiangalia nafsi ya mtu mwingine na kuikosoa au na kuisifia, hebu jaribu kurudi katika nafsi yako kwanza, kwa sababu kitakachoulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaulizwa wewe mwenyewe binafsi na nafsi yako. Hutaulizwa kuhusiana na nafsi za watu wengine. Wewe utaulizwa kuhusiana na wewe na yanayohusiana na wewe. Sasa tukijisahaulisha tukawa ni watu wazuri sana kuangalia watu wengine, kuwahukumu watu wengine, kuwasifia watu wengine, kuwakashifu watu wengine, halafu tunazisahau nafsi zetu ndani ya hilo jambo, utajikuta siku moja unakuwa ni mtu umekula hasara, na hiyo ni siku ni karibu ambayo utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umeisahau nafsi yako. Sasa Mwenyezi Mungu anatutafakarisha kwa kusema wa fi anfusikum afala tubsirun, je, katika nafsi zenu hamwezi kuzingatia na mkaangalia? Ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameleta mabadiliko ya jamii yoyote ile yanatokana na tofari la mwanzo kabisa la jamii ambalo ni wewe, nafsi yako. Huwezi mabadiliko jamii tunavyoiona hivi sasa jinsi ilivyo, tunaweza kuwa haturidhiki na maadili ambayo yapo katika jamii yetu, mienendo ya watu jinsi ilivyo, watu wanavyotaamiliana katika jamii yetu, tunaweza kuwa haturidhiki nayo. Lakini usikimbilie kuanza kutuhumu kwamba jamii imeharibika, dunia imeharibika, zama zimebadilika, kabla hujajiangalia wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni sehemu, kama wanavyosema wazungu, part and the parcel. Wewe ni sehemu isiyogawanyika ya ile jamii ambayo wewe sasa hivi leo unaikashifu. Sasa wewe umefanya nini katika kuleta hayo mabadiliko? Na ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya moja muhimu sana ya kijamii ambayo inapaswa Waislamu tuichukulie kwa uzito wake, ni msingi wa mabadiliko katika jamii zetu. Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, hakika Mwenyezi Mungu habadilishi yaliyomo kwa watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao kwanza wabadilishi yaliyomo katika nafsi yao. Subhanallah. Mabadiliko katika jamii hayawezi kutokea mpaka kila mmoja miongoni mwetu arudi ajitathmini nafsi yake na aibadilishe nafsi yake, na pale ndio jamii itabadilika. Lakini wewe ukikazania kuikosoa tu jamii, kuiona kwamba ni jamii imepotea, vijana wamepotea, ni akhiru zaman, wewe ukajisahau kwamba ni sehemu ya mabadiliko yale hayatatokea kwa mujibu wa kanuni alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa aya ya mwanzo ambayo inataka turudi katika nafsi zetu, wa fi anfusikum, katika nafsi zenu, katika masuala yenu ya kisaikolojia ya nafsi zenu, hamjiangalii, hamjitathmini, hamjipimi, hamtafakari.
ili muweze kuleta haya mabadiliko. Na hayawezi kutokea mabadiliko kwenye jamii, aya ya pili, mpaka watu wabadilishe yaliyomo katika nafsi zao. Yote yanarudi kwa mtu individual, mtu mmoja peke yake. Sasa mimi na wewe ni mawakala wa mabadiliko. Kama tutazibadilisha nafsi zetu, jamii yetu itabadilika. Kama tutajisahau, ndio jamii imejisahau. Tusimlaumu mtu mwingine isipokuwa tuzilaumu nafsi zetu sisi wenyewe. Ndugu zangu Waislamu, tafakari hii au tafakuri hii ni muhimu mimi na wewe tukaichukulia kwa uzito wake, kwa sababu binadamu ana tabia ya kukwepa matatizo, ya kukwepa madhaifu, na hii tabia alionayo anashawishiwa na Iblisi. Mwenyezi Mungu alomlaani. Iblisi ameshachukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu, na mimi na wewe kama Waislamu tunaamini kwamba Iblisi yupo, na kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba anapoteza mahusiano, mawasiliano na connection na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anachokifanya Iblisi ni kutokuonyesha madhaifu yako wewe, akakusogezea madhaifu ya watu wengine, na akakuonyesha wewe ni kama aina fulani ya mtu malaika hivi, huna makosa yoyote. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kuangalia nani kazini, na fulani mzinifu, fulani mbea, fulani mfitinishaji, fulani anatembea uchi, fulani si ukafanya hivi, huyu si yuko hivi. Yani kuangalia madhaifu na makosa ya watu wengine. Lakini wewe mwenyewe binafsi ulishawahi kukaa ukajiuliza wewe ni nani? Wewe una nafasi gani katika haya unayozungumzia wenzako? Wewe uko wapi na unachukua nafasi gani katika hii jamii? Kabla hujawasema watu wengine na kuwanyoshia vidole, wewe kinyoshie kidole nafsi yako mwenyewe. Wewe ni nani? Jiulize swali hili, kama ambavyo mimi najiuliza, na wewe ndugu yangu jiulize swali hili. Kila mtu katika nafsi yake anajifahamu yeye ni nani. Na subhanallah, katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka kabisa uende kwa daktari, siri yako itoke nje, umuelezee unajisikiaje, ukoje, una shida gani, ili akuandikie, akwambie nenda kwenye x-ray, nenda kwenye ultrasound, nenda kapima kitu fulani, sijui kalete kitu fulani, tupime na damu, ili baadaye akuletee matokeo ya kipimo chako kwamba unasumbuliwa na 1 2 3 4 5, au jieleze sana. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka simple, njia nyepesi kabisa ya kujitambua. Kila mmoja miongoni mwetu anajitambua na anajijua yeye ni nani, na anafahamu nafasi yake katika mujtama ni ya kujenga au ya kubomoa. Anajifahamu, lakini shetani anataka amsahaulishe, awaone wengine katika ile nafasi, yeye asijione. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, katika surati al-Qiyamah, balil insan ala nafsihi basira, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Bali mwanadamu ala nafsihi basira, katika nafsi yake ana basira, ule uone tuliozungumzia wa ndani. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Mwenyezi Mungu anasema bali insana ala nafsihi basira, mwanadamu ana uwezo mkubwa wa kujiona ndani na kuchambua nafsi yake. Walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa nyudhuru nyingi ambazo shetani atamwambia zitoe, lakini anajitambua. Kwa hiyo kila mmoja miongoni mwetu, kuanzia mimi ninayezungumza, wewe ndugu yangu unayenitazama, na wote wanaonifuatilia, kila mmoja miongoni mwetu anajijua. Hahitaji kwenda kwa daktari, kwenda kwenye x-ray au kwenye ultrasound au akapimwe damu. Yeye mwenyewe aingie katika kujiscreen yeye mwenyewe akae tu dakika kadhaa, atafakari dakika kadhaa tu. Au anapokuwepo katika swala, amesimama kuswali pale, Allahu Akbar, akaanza kusoma surati al-Fatiha pale, arudishe fikra zake kujiangalia yeye ni nani, mahusiano yake yeye na Mwenyezi Mungu yakoje. Je, haya ambayo anawazungumzia watu wengine yeye hana? Je, anapokuwa ni mwepesi kwake kumtuhumu mtu uzinifu, akatuma message za WhatsApp, kwenye magrupu ya WhatsApp, huyo sijui yuko hivi, huyo kiwembe mkali, huyo sio na hivi na hivi, huyu yuko hivi, yeye ameshawahi kujitathmini kwamba hayupo katika zile sifa anazozungumzia? Anapokuwa anamkashifu mtu mwingine kwamba labda ni tapeli, labda sio mwaminifu, labda yuko na hivi na hivi, labda anamtesa mzazi wake, labda hana mahusiano na ndugu zake, labda ana lugha chafu kwa watu wengine, wewe umeshajitathmini nafsi yako na unajielewa? Huhitaji kwenda kwa daktari, unajielewa, madhaifu yako yote unayafahamu. Sasa mabadiliko ili yaweze kutokea, ni lazima urejee katika nafsi yako, ni lazima ukae na nafsi yako,
ni lazima ulete mazingatio, ujitenge na nafsi yako, ujifikirie, ya Allah, mimi mja wako dhaifu, haya madhaifu yameniandama, kuna udhaifu ninao, kuna swala la uzinifu hili linaendelea, nimeoa lakini nachepuka. Mwenyezi Mungu, unajitathmini wewe, utabadilikaje bila kujitathmini? Pale ndio unamkimbilia Mwenyezi Mungu kuleta tauba nasuha, tauba ya kweli, kwa sababu umeshajitambua. Lakini kama hujajitambua huwezi kuleta. Jaribu kujitathmini, maadili yako, tabia yako, menendo yako, muamala wako na watu ukoje, watu wanakuzungumziaje. Inawezekana kweli kuna watu nje wanakusifu kwa sababu una cheo, akiona wakukutana na wewe wanakupa maneno matamu, mheshimiwa wewe ndio mwenyewe, bila wewe tunasingefika hapa, mtu wa watu bwana wewe, sawa, wanakusifu, wanakupamba. Inawezekana kwa sababu ya fedha, una uwezo, ukiwapa watu 10,000 pale, basi akija pale lazima akusifu, mheshimiwa bwana unasifiwa sana, watu wanakupenda sana mheshimiwa. Kwa nini? Wanakujaza kwa sababu uweze kuwapa. Lakini wewe ndani ya nafsi yako hakuna kinakusifu, unajielewa ndugu yangu Muislamu, unafahamu madhaifu na madudu unayoyafanya. Mwenyezi Mungu amekurudisha ujiangalie, utafakari, uweze kubadilika. Kwa kama tunataka jamii yetu ibadilike, mwanzo wa mabadiliko ni sisi wenyewe. Na hii ni kwa mujibu wa Qur'an, mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kwanza tuziangalie nafsi zetu. Afi anfusikum afala tubsirun, je, hamziangalii nafsi zenu nyinyi wanadamu? Bali insana ala nafsihi basira, bali mwanadamu anaifahamu vizuri nafsi yake. Walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa nyudhuru lakini anajua nyudhuru za uongo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Mwenyezi Mungu habadilishi yaliyomo kwa watu hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao kwanza wabadilishe yaliyomo katika nafsi zao. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.